amali ambayo kwamba imependekezwa mmoja wetu kuifanya katika siku ya Arafa. Ya kwanza kabisa ni al-iktharu min ad-du'a, ni mtu kukithirisha kuleta dua, mtu kufanya wingi katika dua. Naam, na kunayo dua ambayo kwamba ni muhimu zaidi ambayo mtu anafaa kuitilia mkazo zaidi, ambayo imethibiti kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam aliposema khairu duai duau yaumi Arafa, dua iliyokuwa bora zaidi ya kuomba siku ya Arafa, yani dua iliyokuwa bora zaidi ni dua ambayo kwamba inaombwa siku ya Arafa. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na dua bora niliyosoma mimi na wale manabii waliotangulia kabla yangu ni la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ni dua ambayo kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasisitiza kukaririwa katika siku hiyo, kwa sababu ndiyo dua ambayo kwamba alikuwa ni mwenye kuisoma hiyo, na manabii waliotangulia kabla yake walikuwa ni wenye kurudia dua kama hiyo siku ya Arafa. Vile vile wakati muhimu ama wakati ambayo kwamba ni nzuri zaidi ya kuomba dua ni baada salatu al-fajr. Kwa wale ambao kwamba hawajaenda kule haji, baada salatu al-fajr unaweza ukaomba dua, naam, mpaka wakati ambao kwamba utakuwa umekuwa na faragh. Kisha baada wakati wa dhuhuri, baada salatu dhuhr, mtu anaweza vile vile kuketi na kumwomba Allah azza wa jalla kila aina ya dua ambayo kwamba anataka. Na vile vile kabla ya salatu al-maghrib Muislamu anafaa kujitahidi, kwa sababu tukizingatia siku hiyo itakuwa ni siku ya 9, na siku hiyo ndiyo siku ambayo kwamba watu watakuwa wanafunga Arafa. Kwa hiyo mtu akiwa anafunga katika ile sharti ya kutakabaliwa dua na kupatia mtu kuwa na nguvu katika dua yake ni akiwa amefunga, kisha kabla ya kufungua kwa dakika 20 ama dakika 30 akaketi kwa kumwomba Allah azza wa jalla aina yote ya dua ambayo kwamba anataka, basi siku hiyo bila shaka atakuwa na mwenye kutakabaliwa, kwa sababu mwenye kufunga, naam, anapofungua dua kama hiyo akiomba mmoja wetu la turad, alivyosema alayhi salatu wassalam, watatu dua yao hairejeshwi. Miongoni mwao ni wale ambao kwamba amefunga, na amefunga siku muhimu zaidi ya siku zote ambayo ni siku ya Arafa, kisha akajipatia muda wa dakika 30 akamwomba Allah azza wa jalla dua ziko nyingi. Kuna dua ya kujiombea nafsi yako, kuna dua ya kuombea wazazi wako, kuna dua ya kuombea watoto wako, kuna dua ya kuombea mandugu zako, dua ya kuombea mashekhi wako, dua ya kuombea Waislamu wote kwa ujumla. Kuna dua nyingi sana, na dua muhimu zaidi vile vile ambayo kwamba haifai Muislamu kuikosa siku hiyo ni rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na hii dua mmoja kati ya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in alifuatwa na akaambiwa na masahaba wenzake tuombe dua, akawa ni mwenye kusoma dua kama hii, akaambiwa nyingine akarudia hiyo hiyo rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, na akawaambia masahaba wenzake kwamba hii dua sioni kama kuna dua ambayo kwamba ina nguvu zaidi ya hii. Kwa inshallah Muislamu anafaa kukariri mara kwa mara hii dua, kwa sababu ni dua ambayo kwamba inakusanya dunia na vile vile inakusanya akhira, na vile vile inakuwa ni sababu ya mtu kuepushwa na moto wa jahannam, kwa sababu ndani yake iko atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Vile vile amali ambayo kwamba inapendekezwa kufanywa siku hiyo ni as-sadaqah wal ihsan, kutoa sadaqa, naam, na kufanya ihsan, wema kwa watu wengine. Hili ni jambo ambalo kwamba ni bora zaidi, na katika hizi siku 10 yote Muislamu endapo atajipangia barnamij ya kutoa sadaqa japo kidogo, ukiwa unaweza amua tu mimi kwa sababu ya uwezo wangu ni kidogo nitakuwa natoa shilingi 50 kwa siku ama 100, ama kwa uwezo ambao kwamba Allah azza wa jalla amemjalia kwa siku ala al-aqal nitakuwa natoa shilingi 100 kusaidia wale ambao kwamba hawajiwezi. Hii itakuwa ni jambo ambalo kwamba ni bora zaidi kwa mmoja wetu, kwa sababu imehimizwa watu wajitahidi kutoa sadaqa na kuwafanyia wenzao ihsan. Na tulisema hii mwezi ama hii siku 10 ni siku ambazo ujira uzidishwa zaidi na ziada. Vile vile kuwalisha wale ambao kwamba ni muhtajin, na vile vile kuwasaidia wale ambao kwamba ni mfukara.
Hii ni jambo ambalo kwamba imetiliwa mkazo katika siku hizi 10, hasatan katika siku ya Arafa. Na tukikumbuka kuwa siku ya Arafa ni siku ya saum, basi Muislamu akitaka saumu yake ikubaliwe, ajitahidi kutimiza sharti za saum, ajitahidi sana kuchunga macho yake isitizame machafu, ajitahidi sana kuhifadhi sikio lake isisikie ya haram, ajitahidi sana kuhifadhi ulimi wake isitamke mambo ambayo kama ni haram. Vile vile ajitahidi kuhifadhi mikono yake pamoja na miguu yake isiweze kufanya ya haram, kwa sababu sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Yote miongoni mwa ambaye kwamba hatoacha maneno ya kipuzi, wal 'amala bihi, maneno ya uongo na kuifanyia kazi, wal jahla, na ujinga, basi Allah azza wa jalla hatakuwa na haja na yeye kushinda njaa na kujiweka na kiu mchana mzima. Kwa hiyo bora zaidi siku hiyo ni siku ya Arafa. Mtu akifunga basi achunge funga yake ili apate ujira sawa sawa katika hiyo funga ambayo kwamba ni muhimu zaidi, na inakuja mara moja peke yake kwa mwaka, na inakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake. Vile vile nukta nyingine ambayo kwamba inapendekezwa siku hiyo ni silatul rahim, ni kuunganisha udugu wa birrul walidaini, na kuwafanyia wazazi wawili wema. Hili ni jambo muhimu sana siku hiyo. Pia mtu ajitahidi kama ana ndugu yake, ajitahidi kuunganisha hiyo udugu, na vile vile kuwafanyia wazazi wawili wema. Ziyaratul aqaribi, vile vile kuwazuru wale ambao kwamba ni familia. Hili ni jambo ambalo kwamba ni muhimu. Kama wako mbali, basi alitisalu bihim, kuwapigia simu na kuwajulia hali. Na vile vile kunao ambao kwamba labda wamekata udugu baina yao. Kuna mandugu ambao kwamba wasemezani, mandugu ambao kwamba wamekiana chuki baina yao, na ukiangalia sababu kubwa ni mambo ya kidunia ambayo kwamba inakuwa haina faida. Basi hii ni fursa vile vile ya kuweza kuunganisha na kurudisha ile udugu ambayo kwamba ilikuwepo kabla, kwa sababu kukata undugu ni sababu ya watu kutokuingia peponi. Kukata undugu ni sababu ya watu kutokuingia peponi, na kukata undugu ni sababu ya kupata laana ya Allah azza wa jalla. Nas'alullah as-salama wal afia. Hili ni jambo ambalo kwamba tunafaa kuifanyia harakati na kuifanyia kazi siku kama hiyo, na la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, wanda Allah azza wa jalla akatia tawfiq na watu wakaendelea kuishi kwa mapenzi, na ikawa ni sababu ya watu kupata radhi za Allah azza wa jalla na kupandishiwa amali ambayo kwamba ilikuwa imesimamishwa. Barakallahu fikum wa juzitum anna khaira.